Aprili 26. Jumamosi. Mwaka wa 2025, miisho ya dunia kwa remnant walio na nguvu ya milele, kuona wakati ujao, maandalizi ya siku zijazo. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Remnant lazima waende hadi miisho ya dunia wakiwa na uwezo wa kuokoa ulimwengu. Basi ni nini hasa miisho ya dunia kwa remnant? Ni kuona siku zijazo na kujiandaa kwa ajili yake. Ninyi remnant lazima mthibitishe maisha yenu ya baadaye kupitia neno la Biblia. Kwanza, kuna neno ambalo Mungu alikupa katika wakati mgumu sana. Mungu alisema angemimina Roho wake juu ya kila mtu. Wana na binti watanena maneno ya Mungu, wazee wataota na vijana wataona maono. Pili, kuna ahadi ambayo Yesu alitoa. Wakati mshauri, Roho Mtakatifu, atakapokuja juu yako, atakuwa pamoja nawe milele na kukusaidia kukumbuka mambo yote. Pia alisema kwamba atakujulisha kuhusu mambo yatakayotokea wakati ujao. Tatu, neno hili linatimizwa kama lilivyo. Lazima sio tu kuwa na macho ya kuona majibu hivi sasa, lakini pia macho ya kuona yajayo. Yesu atakufanya kuwa shahidi katika Yerusalemu yote, Yuda, Samaria na miisho ya dunia. Unapaswa kushikilia ahadi ya neno la Yesu kwamba utakuwa shahidi hadi miisho ya dunia, kwa sababu Mungu anataka kuokoa mataifa 237 na makabila 5,000 kupitia wewe. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba niwe remnant anayeona na kujiandaa kwa siku zijazo. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.